Chama cha Mapinduzi ni matokeo ya muungano wa vyama vya zamani, vyama vya TANU na Afro Shirazi, na waliotangulia kusema hapa akiwemo katibu mkuu wetu ameeleza kwa kiwango fulani CCM ni mrithi halali wa vyama vya TANU na Afro Shirazi. Sasa mambo ambayo vyama hivi vimesambia misingi ambayo kila atakayeongoza chama hiki anatakiwa kuizingatia ni mambo makubwa matatu. Kwanza, kuendeleza umoja wa taifa letu ambao uliasisiwa na vyama vilivyopita, kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na umoja, kwa sababu miaka 70 iliyopita chama cha TANU kiliandika katika madhumuni yake kwamba ilikuwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala na kuondoa ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa dini na rangi. Na maneno hayo yameijenga Tanzania mpaka leo. Ndio maana nchi yetu inatofautiana sana na nchi zingine za Afrika ambazo mambo hayo yameondoa mshikamano na yameondoa amani katika nchi hizo. Kwa hiyo kiongozi wetu anayekuja kuchukua nafasi ya urais amepita katika mtihani huo. Nitawaeleza kwa ufupi sana alivyofanya. Jambo la pili ambalo tumerithi ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ya amani na utulivu, kwa sababu kama amani hakuna, maendeleo hayawezi kupatikana. Na kwa hiyo shabaha ya tatu ya kujenga nchi na maendeleo ya watu haiwezi kutekelezwa. Na kwa hiyo kwa kweli hatuwezi kuwa taifa kama tunavyolijua hivi sasa. Alikuwa anaeleza sifa za kiongozi bora, alieleza 6. Nilitaka sasa, kwa kuwa najua Bashiru ni mtafiti, nimuongeze sifa ya 7. Sifa ya 7 ya kiongozi bora ni yule ambaye anapambana na kuleta mabadiliko katika mazingira magumu, yawe ya nchi au taasisi. Sasa Dr. Samia amekuwa rais wa Tanzania kwa miaka 4 na miezi 7. Wote tunajua majanga ambayo nchi yetu ilikuwa nayo wakati anaingia madarakani. Wote tunajua nchi yetu ilikuwa na corona. Wote tunajua kwamba uchumi wa nchi na wa dunia ulianguka kutokana na gonjwa la corona na maafa mengine yaliyokuwepo duniani. Wakati ule kabla ya corona, Tanzania uchumi wake ulikuwa umefikia 6.9, lakini baada ya corona ulianguka kutoka 6.9 mpaka 4. Lakini hilo lilikuwa janga. Corona lilikuwa janga, kuanguka kwa uchumi lilikuwa janga, na janga lingine lilikuwa ni kufiwa kwa rais Dr. John Pombe Magufuli akiwa ofisini, ambaye ilikuwa hajatokea katika historia yetu. Rais Samia alipewa kuongoza nchi yetu katika mazingira hayo, na alituambia maneno mawili tu: kazi ifanye nini, iendelee. Mambo hayo alipochukua madaraka amefanya kazi kwa sana ya uongozi. Wengi wameshasema mafanikio yaliyopatikana katika miaka hii, lakini moja katika mambo ambayo hayajasemwa ni kwamba Rais Samia alikuja na msamiati na falsafa ya maridhiano, ya fuara, ili kuleta nchi mahali pamoja. Wakati ule, pamoja na maafa yaliyokuwepo, alifanya kazi ya kuzungumza na taasisi zote za nchi yetu, ziwe za kidini, za kijamii na taasisi
nyinginezo zote. Alizungumza na vyama vya siasa ambavyo wakati ule vilikuwa vinanung'unika sana, vinasema vimezuiwa kufanya mikutano. Aliruhusu vifanye mikutano, lakini vikasema sio mikutano tu, wanataka na maandamano. Rais Samia kwa mara ya kwanza akawaruhusu polisi wasindikize kwenye maandamano, ili tujue walikuwa wanasema nini na wana agenda gani. Hata hapa Mwanza mliandamana, hata Arusha mliandamana, hata Mbeya waliandamana. Kuwa na utaratibu ambao serikali na chama tunasikilizana. Aliunda kikosi maalum kutokana na vyama vya siasa ili kusikiliza mawazo yao. Kikosi kile kilimshauri achukue hatua kadhaa za kuleta mabadiliko ya sheria kwa ajili ya kuboresha uchaguzi kwa tume na kwa sheria. Hayo yote yalifanyika. Uchumi ambao ulikuwa umeanguka, na kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan ukaibuka na umeanza kukua, na kuanzia wakati ule mpaka hii leo tunazungumza umekuwa kutoka 4% sasa umefika 6% kwa miaka 4 ya uongozi. Ametuvusha kutoka katika msiba, ametuvusha kutoka katika corona, na wengine wameeleza jinsi fedha za dunia zilizokuja kusaidia corona zilivyotumika kusaidia maendeleo ya jamii, elimu, afya na maji. Hiyo ndio sifa nyingine ambayo nilitaka Mheshimiwa Bashiru aiongeze.